Lakini akasema mimi hii nyumba nitaifanya kilabu. Mimi lazima hii nyumba nitaifanya kilabu. Nashangaa mimi kwa milioni 4,600,000 ambayo ilikuwa nje ya mkataba. Meneja kabisa ambayo ana wazazi, ana watoto, anasema ataifanya kilabu. Na kweli akaifanya process pamoja, tulikuwa tumelipa mkopo, tulienda tukakaa kikao, mume wangu alienda, mwanasheria na mpo wake walienda makao makuu. Wakakaa kikao, akanirudishia mregesho. Mimi mke wangu nimeenda pale, lakini wamesema lazima tulipe hiyo milioni 4,600,000 kwa ndani ya siku 10. Mimi nilichukua uamuzi, nikalilia ndugu zangu, watoto wa dada zangu ambao nilikuwa na washika mkono kwa elimu zao kusoma, wakanichangia yule kwa wakati, tukailipa. Na siku ambayo walienda kuilipa milioni 4,600,000, walienda mpo wangu, mwanangu, benki Mbagala, wakaenda wakailipa na wakaandikiwa hela ambayo imebaki milioni 13. Hela ndio inatakiwa sasa hivi muiendeshe kwenye mkopo kwenye yenu ambayo imebaki, mkataba wenu milioni 13. Cha kushangaza tarehe meneja mimi nimeenda hospitali, mimi na tatizo la pressure inafika mpaka 220. Siku ya tarehe 2 mwezi wa 8 napigiwa simu na jirani yangu, Mama Mwita. Mimi naitwa Mama Mwita jina lingine. Mbona silipu niliona ambayo mmelipa hela ambayo mlikuwa mweneno anadaiwa? Leo mbona tena watu hao wamekuja ambao walikuwa wanakuja hapa kila siku wanazunguka hapa. Wamekuja kupiga nyumba mnaada na wamesimama huko nyuma huko. Na kama walikuwa wanakimbia yani. Wameongea wameondoka. Mimi nikampigia mume wangu simu, akampigia mwanasheria akapiga simu makao makuu benki, akawauliza, mbona mteja wangu alishalipa hela yenu? Imekuaje leo mmekuja kupiga mnada? Alichokisema mkuu wa benki akasema ngoja tutawapigia madalali. Madalali wamekuja, ngoja tutawapigia. Kila wakati mwanasheria alikuwa anawapigia simu anasema tupe muda mpaka siku ikapita. Siku ya pili akawapigia simu, hajampa ushirikiano. Ndio mwanasheria wetu tukaingia mahakamani. Tulivyoingia mahakamani, kesi kimeendeshwa. Kwanza hapo nirudi nyuma. Mwanasheria wetu akasema ngoja tusubiri ambayo anakuja kujitokeza ambayo amenunua nyumba. Cha kushangaa mimi nilipata msiba, nimefiwa na kakangu, narudi tu na siku 2. Wanajitokeza waliokuja kununua. Walivyojitokeza waliokuja kununua, alikuja mpambe wake mwenyewe yule ambaye amenunua hajaja. Alikuja pacha mwenzake. Alivyokuja akanikuta mimi hapa nyumbani. Saa 9 wako na kaka yake na wapambe wa Masai. Yaani ana wapambe wake, ananipa kikaratasi ananiambia chukua wewe mama Mkulia. Process zote tumemaliza. Imebaki mtupe nyumba yetu, muondoke msifanyie uchafu hapa. Hatuna hela, hatuna nyumba nyingine ya kuishi, hatuna chochote mimi na mume wangu. Sasa hivi mimi nina umri wa miaka 54 hapo nilipo. Mimi nitaenda wapi? Nyumbani nimetoka zamani nikiwa miaka 20. Mimi nitaenda wapi mama Samia mimi? Nimetoka nyumbani na miaka 20. Sijui jembe kushika sasa hivi. Mimi nitaenda wapi mama watu? Mwenyewe nina magonjwa. Miguu yangu yenyewe mibovu. Mume wangu wenyewe amekuwa kama muathirika, amekonda na changanyikiwa mpaka saa zingine anadondoka, watu wanamsimamisha. Wanamuuliza wewe mbona utakufa? Muna mawazo gani? Punguza mawazo. Kesi kimetuendesha kwa muda mrefu, miaka 3 na mpaka sasa hivi. Tukaitwa kwa mkuu wa wilaya, mimi na wazazi wangu walionidhamini. Ninachoshangaa mkuu wa wilaya amewapa kibali mwezi wa 2 tutoke tarehe 12 mwezi wa 2. Nashangaa hicho kibali amewapa kutoka mahakama hivi wakati kesi bado ipo mahakamani. Hayo kibali cha mahakama hakijatoka bado kwamba sisi tutoke, kesi bado ipo na kesi bado haijaisha, tunasubiri tusikilizwe. Tumekata maana yake rufaa, sisi sasa tunasubiri tusikilizwe tu. Na hata hiyo nyumba yenyewe ilivyouzwa, watu wa benki walivyouzwa, sisi tulikuwa hatujui. Maana yake sisi tulikaa kikao na watu wa benki. Wazazi wangu walionidhamini pamoja na mimi. Na mwanasheria wetu alikuwepo hapo. Tukaambiwa tulipe hizo hela za malimbikizo ndani ya siku 10.
wazazi wangu wakalipa ile swala, wakalipa ile hela ndani ya siku 7. Nachoshangaza, baada ya kulipa zile hela, watu wa benki wakaja tena wamepiga mnada wanavyosema hao. Kuja pia mnada wenyewe ulipigwa, sisi hatukuwepo na hatakuwa hatujui kama wamepiga mnada. Ndio risiti ipo na wamepokea benki na risiti ipo ya 4,600,000 tulipa malimbikizo, na wazee waliambiwa kwamba kilipo 4,600,000 ya malimbikizo waendelee kulipa marejesho kama kawaida, maana ilikuwa bado miezi 10 mbele. Mkataba wangu bado unasoma miezi 10 mbele. Na marejesho yote yamemaliza mwaka 2023 mwezi wa pili, ambapo mkataba wetu unaisha mwezi wa 5, lakini mzee alijitahidi mwezi wa pili mwaka 2023 alikuwa ashamaliza hela yote ambako tunadaiwa. Na hata viongozi wakati zoezi zinafanyika wanasema si mnada alifanya, kiongozi, mjumbe, mwenyekiti wote hawakuwepo.